kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 13. Acts chapter 13 verse 1 inasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwepo palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba, Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli, watu 5. Jioni ya leo tunajua kwamba tunaendeleza ibada ya kufunga. Tuko katika maombi ya kufunga na tunataka tujifunze. Ni vyema sana siku zote mtu kujifunza kitu ili upate kuelewa. Na moyoni mwangu huwa sipendi kufanya kitu ambacho sijui maana yake au sijui ni kwa nini kinafanywa. Na vile vile na wewe pia singependa ufanye jambo kwa kuwa ulilikuta, lakini napenda uelewe kwa nini unalifanya. Tunaposema kwamba tufunge na kuomba, kwa nini tunafunga na kuomba? Wako wengine ambao ni dini walikuta, ni utaratibu walikuta, na wanang'ang'ana nao kufanya kwa sababu imeagizwa vile. Lakini hayo ni masuala ya dini. Ila katika wokovu mambo huwa si hivyo. Wokovu ni uhalisi wa mambo. Tunaposema tunafuatana na Mungu katika wokovu, ni kwa sababu tunauona katika uhalisia wake. Ujue, yani uwe na uhusiano na Mungu kibinafsi kiasi cha kwamba unaweza kuelezea kivyako hata pasipo na watu wengine. Umemjua mpaka unafahamu kila kitu. Sasa ndio nasema kwa kuwa tuko katika ibada katika siku hizi, leo siku ya ngapi? Ya 6 katika maombi yetu hayo ya kufunga, na tunaendelea kujifunza ili pasiwepo na yeyote ambaye atakayefanya jambo kwa kulazimishwa wala kwa kuhuzunishwa. Kuna sehemu ya Biblia inasema ufanye mwenyewe, sio kwa kulazimishwa. Sasa ukielewa inakuwa ni vizuri. Sasa ni kwa nini tunafunga na kuomba? Kuna lazima gani? Kwa nini kuwe na agizo kama hilo? Sasa hawa katika mlango wa 13 wa Matendo ya Mitume tunaona hali kama hii. Kuna mambo ambayo tutajifunza, si mengi sana, lakini kwa leo tutajifunza machache, alafu tuingie katika kuomba. Inasema watu hawa 5 waliokuwepo wamekusanyika. Kuna kitu walikuwa wanafanya. Verse 2, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakatelemkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Na walipokuwa katika Salami, wakalihubiri neno la Mungu katika masinagogi ya Wayahudi, nao walikuwa naye Yohana kuwa mtumishi wao. Kufunga na kuomba. Hawa walikuwa wanamfanyia Bwana ibada na kufunga. Kwa nini? Kwa makusudi gani walikuwa wanafanya hiyo? Kwa sababu inahitajika katika utumishi. Ili uweze kutekeleza masuala ya kiutumishi, kufunga na kuomba kunahitajika, kwa sababu kunaialika nguvu ya Mungu katika maisha yako. Kuna kufanya wewe uwe na nguvu za kiroho. Hiyo ni pointi moja ambayo unajifunza pale. Inakufanya wewe uwe na nguvu za operesheni. Kwa nini uwe na nguvu zile? Ni kwa sababu maandiko yamezungumza na kusema kuna mashindano tuko nayo. Kushindana kwetu na silaha za vita vyetu
si za damu na nyama, si za kimwili. Sasa huwa tuna mashindano, tunashindana na upande ule wa pili ambao nao pia ni wa kiroho, una nguvu zake, una magano ya kivyake. Na kwa hiyo kabla hujaingia katika Injili, tunajua kwamba unaenda kuhubiria Injili watu ambao wako katika vifungo. Na ukiendelea kusoma katika mstari ule inayofuata hapo, unapata tayari Paulo na Barnaba walipotoka sasa, wametoka kufunga na kuomba, wanaenda Injili, wanaanza kukutana na upinzani. Tulisoma habari hizo, ambao wanakutana na mchawi Elima pale, na mchawi yule anakataza watu kuokoka, anakataa. Lakini Paulo na Barnaba kwa sababu wametoka kufunga, ikawapa nguvu dhidi ya nguvu za giza, wakaweza kumshinda ule uchawi, ama wakamshinda yule mchawi. So point number 1, tunapata kwamba kufunga na kuomba kuna kupatia wewe nguvu za kazi, kuna kupa wewe nguvu za kazi tulioitiwa, kama vile tunaona katika Matendo ya Mitume 1:8 ya kwamba nasi tutapokea Roho Mtakatifu tutapokea nguvu atakapokuja juu yetu Roho Mtakatifu. Ili kuweza kupata Roho Mtakatifu, ili kuweza kukutana na Roho Mtakatifu, watu wanaufinya mwili, wanauseta mwili ili roho ipate nguvu, alafu uweze kukutana na Roho Mtakatifu. Ili kuweza kufanya mawasiliano mazuri na Roho Mtakatifu ni wakati umefunga na kuomba. Kwa nini? Kwa sababu tunajua mwili na roho huwa vinapigana. Sasa unapounyima mwili matokeo yake au mahitaji yake, unaudhoofisha, alafu upande wa roho unapata nguvu na unaanza kuwa so sensitive kiroho. Sasa unaanza kujipandisha katika ngazi au katika anga za kuwasiliana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kiroho chako unazidi kunawiri zaidi, na pale ndio nguvu zinaongezeka. Hofu inaanza kupungua nguvu, shaka inapungua nguvu, uoga unaisha na ujasiri unaongezeka. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya vitu ambavyo kufunga na kuomba kunakuletea. Inakuondolea uoga, inakuondolea udhaifu, inakuondolea nini? Inakuondolea shaka. Hiyo yote hiyo. Alafu inapandisha roho yako, inapandisha ujasiri. Na unaona ya kwamba Paulo na Barnaba walipoenda katika Injili, kwanza walikutana na mchawi, na ukisoma habari zake ni kwamba hapo kuanzia mstari wa ngapi? Kuanzia mstari wa 6 inakuonyesha ya kwamba walikutana na yule mchawi na wakamkazia macho na wakampiga kwa upofu ili mapenzi ya Mungu yaweze kufanyika. Tunapata nguvu za kiroho kupambana na adui, na sio kupambana naye bali kumshinda kwa urahisi, kwa sababu tumefunga na kuomba. Kwa hiyo kama tunavyosema ya kwamba tunaenda kuhubiri Injili, kanisa tunaingia katika maombi ya kufunga ili tuweze kushusha mwili na kupandisha viwango vya kiroho, na Roho Mtakatifu aweze kukutana nasi na kutujaza uwezo na kutupatia ujasiri, ili kwamba unapoenda nje unakuwa na ujasiri wa kupigana na adui na kufungua vifungo. Mojawapo ni hiyo ya kwamba inakupatia wewe mamlaka na ujasiri. Unajua unaweza kuwa na mamlaka lakini ukakosa ujasiri wa kutumia. Lakini kufunga na kuomba kunapandishaga, kunakuza roho yako na unapata ujasiri na nguvu za kuweza kutekeleza yale majukumu yako mbele yako. Kwa hivyo hii kuanzia mstari wa 6 inavyoelezea walivyopambana na yule mchawi na kumshinda, ni kwa sababu muda usio mfupi au usio mrefu wametoka kwenye kufunga na kuomba. Ndio maana tunaambiwa kwamba walipomfanyia Bwana ibada ya kufunga na kuomba, Roho Mtakatifu akaongea nao, akawaambia, nitegeni Paulo ama Sauli na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Ni kwa sababu wao walipokuwa wanamfanyia Mungu ibada na kufunga, wamejipandisha katika anga za kuzungumza na Mungu. Kwa hiyo nyingine ni kwamba unapofunga na kuomba huwa unaingia katika realms, unaingia katika viwango vya rohoni. Mungu kukuzungumzia ni rahisi. Hii huduma ilikuwepo kwa ajili ya Sauli na Barnaba, lakini Mungu alikuwa anangojea mazingira ya kufaa aweze kuzungumza na wao. Kwa hiyo wao walipojipatiana, walipojiavail
katika viwango vya kuzungumziwa, Roho Mtakatifu akazungumza na kazi ikawa ni rahisi na ni nzuri. Twende katika Mathayo 17 tuone habari zingine pale zinahusu kufunga na kuomba. Hii inatusaidia sisi tuzidi kupata ujasiri, tuzidi kupata nguvu, kuzidi kupata uwezo wa kusonga mbele, ili pasiwe na yote akiendelea na mfungo huu katika udhaifu, akiona sasa hii nimelazimishwa, hii hapana. Unapata utamu wake. Ukishajua faida inayopatikana, sasa hutatamani itaisha lini. Utakuwa unasikia tu nataka nikae hapo, maana nataka kuprevail katika ulimwengu wa roho. Matthew chapter 17 verse 14. Verse 14 inasema, nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja alimjia akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka wapi? Motoni, na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akisema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha wakisema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, maana halitakuwamo neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Sasa unaona hapo mbele ya wanafunzi kulikuwa na kazi ya kufanya. Wameletewa mtu aliyepagawa na pepo, wanatakiwa kumtoa. Wakakemea, wakajaribu kwa jina la Yesu, wakakemea, pepo haikutoka. Sasa ulikuwa ni mtihani wa kufanya wao wajifunze, wapate kuelewa. Maana Yesu alikuwa bado wako nao, na alikuwa anaendelea kuwafundisha kazi, jinsi ya kushughulika na ufalme na kazi ya ufalme iliyoko mbele yao. Sasa mtihani ukaja hapo. Wamemletea Yesu, amewaacha tu waone. Wamekaa pale, hawajafunga, wako hivyo, imani wanayo na jina la Yesu wanalo, wanajifunza. Wamejifunza kabisa kwamba kwa jina la Yesu pepo zinatoka. Wamejifunza. Kama wewe unaweza kuwa umejifunza, unasoma Biblia inakuambia kwamba ishara hizi zitafuatana na wale waniaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, kwa jina langu wataweka mkono yao juu ya wagonjwa, nao watafanya nini? Watapona ama watapata afya. Unaisoma hiyo katika Biblia kabisa, na unasema mimi nina mamlaka kwa jina la Yesu, ninajua. Sasa mgonjwa anatokea, ufahamu uko nao kwamba umeambiwa ukiweka mkono wako juu ya mgonjwa atapona. Ni ufahamu uko nao. Ufahamu uko nao kwamba imeandikwa utatoa pepo kwa jina la Yesu. Huo ufahamu uko nao. Hapa pamekuja mtu ana pepo, uzitoe sasa. Unajua vizuri nikikemea zitatoka, lakini unaanza kukemea. Si nimeokoka, ninaamini na nimeambiwa amri nimepewa. Haya, unaanza pale, Bwana Yesu umesema ya kwamba ni kwa jina lako nitatoa pepo. Haya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unakemea, lakini haitoki. Pamekuja mgonjwa pale. Hivyo ndio wao tunafanya. Wale wamesema tutaweka mkono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Naweka mkono wangu juu ya mgonjwa, unakemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haponi, pepo haitoki. Alafu unafadhaika, unashindwa ni kwa nini? Haujakosea, umekemea kweli. Haujakosea kweli, umeweka mkono juu ya mgonjwa, lakini mbona hajapona? Sasa Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake. Wanafunzi wake, hiyo ndio hali waliokumbana nayo.
Wakamuuliza, mbona hatukuweza? Hao walikuwa ni wanafunzi wazuri sana ambao walitaka kujua kazi inafanywa namna gani. Na hiyo ndio kuwa mwanafunzi mzuri, ya kwamba hesabu fulani ikikushinda usiache tu iipite hivyo. Uliza, mbona hapa nimeshindwa mwalimu, ni wapi nimeshindwa, akusaidie mpaka unakuwa sawa. Sasa kama wangeacha tu na Yesu hivyo, wangekaa aseme tulikemea jana hii kutoka, hazitatoka. Lakini wakataka kujua. Yesu akaanza kuhusiana na imani. Kwanza wakasema, nyinyi wenye imani haba, nitakaa na nyinyi mpaka lini? Nitachukuliana na nyinyi mpaka lini? Akawaambia, imani inahusika. Bwana asifiwe. Imani inahusika. Kwanza ufahamu unahusika, kwamba unafahamu imeandikwa utaweka mkono juu ya wagonjwa watapona. Ufahamu unayo. Na imani pia inahusika. Akazungumza akisema, ukiwa na chembe na imani ndogo kama punje ya haradali utaweza kufanya hayo makuu ambayo amehitaji pale. Inawezekana. Kwa hiyo ufahamu nao, imani kwamba unaenda kubandika mkono juu ya mgonjwa unao, kwamba unaamini hivi anapona. Alafu inakuwaje tena baada ya kuomba haitokei? Na hapo ndio tunakuwa na maswali. Je, mtu anapoombewa na asipone, makosa huwa ni ya nani? Na watu wanajibu, ni kupungukiwa kwa imani. Yule mgonjwa hakuwa na imani. Yule aliyekuwa anaombea njia zake hazikuwa sawa. Yani unakuwa na majibu ya aina mbalimbali. Sasa Yesu akataka kulieleza hilo. Namba 1, ufahamu uko nayo, imeandikwa. Na namba 2, imani uko nayo mpaka kiasi cha kweli umeanza kuapply. Lakini nini kinasababisha matokeo yasipatikane? Kuna nguvu isukumayo. Kuna nguvu inayotakiwa iwepo. Kando na kufahamu imeandikwa, na kando na kuwa na imani, la tatu ni nguvu ya kufanya ile mambo ifanyike. Sasa akasema, nimewaambia kuhusu imani kuwa nayo, lakini sio imani peke yake. Kwa sababu unaweza kumuuliza mtu yote, unaamini nikikuambia utapona? Ndio, ninaamini. Na kila mmoja akaitikia. Lakini kukapungua kitu kimoja, the power to drive that into action. Nguvu ya kusukuma hiyo. Ndio sasa akasema, pamoja na kuwa na imani, unaweza kuwa na imani na bado isifanyike, kwa sababu you need to acquire the power to execute that. So hiyo ndio anasema lakini. Yani ukisikia lakini kwamba kuna jambo alikuwa amelisema hapo awali. Alisema kuhusu mambo ya imani. Ukiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, utawaambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Pamoja na kujua kwamba mwenye imani anasukuma chochote, ujue si bure bure, kuna nguvu huwa inahitajika kusukuma hayo. Ndio 21 inasema, lakini mjue jambo moja, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa hiyo kusali na kufunga kunafanya backing ya kile ambacho nataka kukitekeleza. Ndio hivi unaendea mgonjwa umwekee mkono, lakini ulihitaji kuwa umefunga na kuomba ikupatie nguvu, ikuongeze ujasiri, ikuconnect na Mungu, na mikono yako sasa itoe power kuweza kumtoa yule mtu. Kwa hivyo kwa nini kufunga na kuomba? Kama vile tumetangulia kuona, ni kwamba tunapigana. Huyu ni mtu amepagawa na pepo, na hizi pepo ziko ndani ya huyu mtu, haziko pale hivi kidhaifu, ziko kinguvu fulani, ndio zikae pale ndani, zinatumia nguvu za giza za upande ule mwingine. Na wewe hutakuja hivi na imani peke yake, lazima uwe umegadha nguvu ya upande wako, ili uweze kusubdue zile nguvu unazopigana nazo. Sasa kukusanya nguvu, ndio unafunga na kuomba upande wa kwako, unapata nguvu za Mungu. Sasa imani yako inakuwa imebebwa na ile nguvu, kwa sababu kinachofanya kazi ni nguvu ya Mungu, Roho Mtakatifu. Tunaambia kwamba Paulo na Barnaba wakijaa Roho Mtakatifu wakamkazia macho yule mchawi na wakamwambia, kuanzia leo uwe kipofu. Kilichowapatia mamlaka hayo sio kujua tu,
Hapana, ni kwa sababu wametoka kuchukua nguvu. Kwa hiyo kufunga na kuomba kuna kufanya wewe uchukue nguvu. Kama tunavyojua kwamba tunaenda kufanya mkutano. Na tunajua tunaenda vitani. Hatuwakuti tu watu wakingojea mhubiri wanangojea tu wasikie utamu wa neno. Hapana. Unakuta watu ambao wako vifungoni. Unakuta watu ambao wako katika nyororo, wamefungwa na yule adui. Kwa hivyo tunapowaendea lazima twende na nguvu za upande wetu. Na hizo nguvu zinapatikana kwa njia ya kufunga na kuomba. Ndio unaambiwa kwamba ili namna hii itoke, haitoki. Kumbe inaweza kukataa kutoka. Haleluya. Yesu anasema lakini namna hii haitoki. Sasa haitoki vipi Yesu? Si imani tunayo? Si tulisoma pale kumeandikwa ishara hizi zinafuatana na sisi? Tumeona hiyo. Na tunatarajia kwa kuwa imesemwa ifanye kazi. Kwa kuwa imeandikwa basi ifanye kazi. Kumbe sio hivyo. Kuna namna inaweza kukataa kutoka. Kumbe kuna mlima unaweza kukataa kuhama. Manake ametoka kutuambia sasa hivi. Ukiwa na imani ndogo kama punje ya haradali, inatosha kuambia mlima huu ng'oka na uende pale. Lakini anasema mwenyewe hapa kuna milima inaweza kukataa, kuna milima inaweza kukataa kuhama. Kuna vitu vinaweza kukataa kurespond kwa sababu ya nguvu hafifu ya upande wako. Na pale ndio sasa unastahili kugadha nguvu kwa kuingia kwa Mungu na kufunga na kuomba ikupate wewe nguvu ya kusukuma hicho ambacho kinaweza kukataa. Kwa hiyo Yesu akasema namna hii pamoja na imani yako, namna hii pamoja na microphone unayotumia, namna hii pamoja na maspika makubwa na sauti kubwa ulionayo, namna hii pamoja na ufahamu ulionayo haitoki isipokuwa kwa kusali na kufunga. Kumbe kuna mambo yanaweza kutushinda miaka yote kwa sababu huwa hatuchukui hatua inayofaa. Tunakuwa ni imani, tunakuwa na ufahamu na tunasema nina imani ninaenda, lakini unaenda bila nguvu. Unaenda kusukuma kitu ambacho hakiwezi kusonga kwa sababu hukutumia mkakati unaostahili. Kwa hiyo wapendwa, tunaelewa na tunaweza kujua ya kwamba ni nini kinahitajika. Kwa nini kanisa haliongezeki? Kwa nini kanisa halijai? Kwa nini watu hawaokoki? Tunajua kwamba wamefungwa na hali zingine ambazo haziwezi kutoka isipokuwa zimefungiwa na kuombewa sawa sawa. Sasa huyu ni mtoto alikuwa ameleta. Huyu bwana ameleta mtu aliyepagawa. Ameleta kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu bwana amewaleta kwa wokovu. Yaani kama hivi amewaleta kwenu. Twende pale. Huyu mtu amepagawa na pepo. Kuna wokovu pale. Twendeni. Wamkemee kwa jina la Yesu. Mnakusanyika pale. Njoni wapendwa. Katika jina la Yesu, katika wapi? Kumbe kuna mnaofanya na ufahamu mkavu, mnafanya na imani kavu. Kweli mnakemea, lakini Yesu akasema kuna ingine haisikii kemeo peke yake. Kuna namna nyingine haisikii kemeo tu. Kuna namna nyingine haisikii imani tu, inasikia nguvu iletayo na watu ambao wamefunga na kuomba. Namna hii, mstari unasema lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Ni kweli nimewaambia milima itahama, lakini sio bure bure. Kuna milima mtaona ikikataa mpaka urudi ukafunge na kuomba, alafu wende, vitasonga. Kuna pepo linaweza kukatalia kutoka. Sio kwamba halisikii jina la Yesu nalotumia, lakini nguvu ya upande wako ni chache, nguvu ya upande wake ni nyingi. When we fast and pray, we are empowered, that we rise above the enemy, so that unapomkemea unamshinda kwa urahisi, kwa sababu kwa upande wako umejijaza sawa sawa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa ndio umuhimu wa kuelewa. As much as pengine hata usiwe utakayehubiri, lakini matokeo yale unayataka. Unaweza kuwa katika mkutano huo, si nyinyi mtahubiri, labda hata mumealika nani? Mumealika mhubiri kutoka nje. Na yale matokeo mnayataka. Mnataka watu waokoke, waje kanisani.
Hamtasema animhubiri anakuja, wacha atafunga, wacha atakuja ahubiri. Maadamu anajua kuhubiri sana, anajua sana. Hawaokoki kwa mtu kujua kwa maneno ya ufasaha na kwa lugha nzuri na kwa maelezo clear. Hapana, iko nguvu inayosukuma mambo kufanyika. Mtoto wa Mungu anataka matokeo. Mtoto wa Mungu anataka adui ashindwe. Mtoto wa Mungu anataka wanadamu wafunguliwe. Anatafuta nguvu katika kufunga na kuomba, ili akisimama tu anakuwa na amri. Akiamuru kitu, ile pao inatoka pamoja na ile amri, na hiyo ndio inamchoma adui, anaachilia. Unapomkemea shetani na kuambia achia huyu mtoto, ile nguvu inatoka na lile neno ilachoma na anaachia. Lakini bila power utasema achia na kutazama tu, achia na kutazama, hawezi kuachilia. So we need the power of God. Ndio maana kuna umuhimu, tunataka matokeo. Tunataka matokeo na tunataka matokeo halisi. Unajua, usije ukasema mbona kanisa fulani limejaa. Linaweza likajaa watu lakini wa dini ambao hawana mahesabu ya mbinguni wala hawana impact yote, hawafanyi madhara yote katika ulimwengu wa giza, wako tu pale. Unaweza kulitamani kanisa kama hilo ambalo limejaa tele, lakini katika ulimwengu wa roho halitambulikani. Maana wanakutana watu wengi ambao wote ni hafifu, wanaenda wanafanya ibada zao wenyewe, wanaenda wanafanya ibada za utaratibu, lakini limejaa. What are we looking for? Hatutafuti tu watu wajae kama dini. Maana kuna makanisa ambayo ni ya dini tunayamejaa watu. Sio hiyo. Tunataka people of quality, watu wenye ubora wa kiroho, ambao kweli wakiitwa ambio kuna shughuli fulani ya kufanya ya kiroho, wana nguvu za kuyafanya yale. Unaweza kupagawa, unaweza kukuta shule imepagawa na mapepo na watu wakakimbilia kwenu waokovu, nendeni kule. Mnaanza kushangaa na nyinyi. Hai, angalia vile anatoa povu. Hai, sasa hapa itakuwaje? Hai, kwa sababu ni watu kweli lakini bure, empty, hawana kazi. Lakini mkao watu mashujaa ambao wanajua nguvu ya Mungu. Hawako tu kanisani, lakini ni watu imara. Hata wakiitwa they know what to do. Wana nguvu na uwezo, wanafika pale na wanaamuru kwa mamlaka walionayo. Ukisoma katika Matendo ya Mitume tumesoma hapo, unaona vizuri tu. Paulo na Barnaba walikuwa na nguvu nyingi sana kwa sababu wametoka kwa maombi. Muda usio mrefu wametoka kwa maombi. Na kwa wanasema kwamba hautatusumbua. Labda turudi pale tumalizie na hiyo. Mahali ambapo yule mchawi tunaona. Verse 13, chapter 13, Matendo ya Mitume 13 verse 9. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Kilichomfanya Paulo kuwa na ujasiri huo ni maombi yale yametoka kwenye hiyo verse 1 and 2 and 3 tumesoma hapa. Akamwambia, ewe mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Verse 11 anatoa amri. Paulo anatoa amri. Basi angalia, na ujasiri yako nao. Mkono wa Bwana ujuu yako, na utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kutafuta mtu wa kumshika mkono na kumuongoza. Kilichofanya hilo litokee, these guys were from prayer and fasting. Prayer and fasting gives you power, makes you acquire the power ya kwamba unaamuru vitu vinafanyika. Hawa wamesema kutoka saa hii utakuwa kipofu, na ikatoka hiyo na ikampa upofu. That power imetoka kwa kinywa cha Paulo ikashuka kwenye macho ile bwana akawa kipofu. That power ambayo ilishuka kwa huyu mtoto aliyepagawa na mapepo, akasema toka, ikatoka, ikachoma ile pepo, akatoka mara moja. Unaposema chomeka na utoke, inatosha hiyo, anapiga nduru pale, kwa sababu anayeamuru hiyo ana nguvu. Anayeamuru hiyo hayuko empty, naye amekuja kwa nguvu za upande wa kwake.
Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio sasa vyema kufahamu na kujua wakati ambapo tunapokuwa pale, ni vyema hata mkutano unapoendelea, mkutano huo hauachiwi wa mhubiri tu, mtakuwa pale katika roho. Hata napoanza kuomba pale, na nyinyi mnaomba kwa sababu mnashusha nguvu pamoja naye. Bwana asifiwe. Mnampatia backing ya kisawasawa. Most of the times yeye ndio atakuwa kwenye front line. Pengine amekuja mtu pale ana mapepo au ana shida yote na ameanza kuomba. Pale nyuma jeshi lile ndio linampatia nguvu yule mchungaji ama yule mhubiri, kwa sababu nao tumekuwa katika maombi, sote tuna nguvu. Kwa hiyo sasa anapoomba na sisi tunasukuma pamoja naye, ni kama tunaunganisha nguvu, ni kama tunaongeza betri, tunaongeza moto. Kwa hiyo mapepo yanatoka kwa urahisi, kwa sababu tuko na charge ya kisawasawa upande wetu, we are reinforced, tuko vizuri. Kwa hiyo ndio hali halisi inayofanyika. Tunaweza tukafanya mikutano isiyo na matokeo kwa sababu tumeenda bila nguvu yoyote. Tumeokoka kweli, tumesoma agizo la kwenda kuhubiri, na Yesu akasema nitakuwa na nyinyi hadi ukamilifu wa dahari. Hajakataa, ni kweli, lakini kuna kipengele kimoja tutakuwa tumekiacha. We did not acquire the power. Hatukuwa na muda na Mungu. Tufunge na kuomba, tujaze Roho Mtakatifu, tujaze na nguvu ya kwamba tukikemea mlevi inakuwa hivyo. Tukimwambia kwa sababu naleta mzaa kwa mkutano, miguu yako ishikane na ubaki hapo, ile nguvu inafanya hivyo, mtu anabaki. Na unashindwa, mbona huyu yuko hivi? Huyu bwana aliyekuja kutoka Nigeria, kutoka USA, kutoka Marekani, si mchezo. Sio kwamba yeye sio mchezo, hapana, ana siri tu ya kujua kubebana na Mungu katika kazi zake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Petro na Yohana waliombea yule bwana ambaye alikuwa kiwete pale mlangoni mwa uitwao Mzuri. Wakasema, dhahabu na fedha hatuna, kwa jina la Yesu inuka uende. Hiyo haikuwa bure. These guys had fasted and prayed. Ilikuwa ni desturi yao, wanapawa ndani, wakisema vitu vinafanyika. Sasa inakupa wewe ujasiri, hata ukiombea mtoto wako nyumbani unajua huyu anapona. Sio kwa ajili ya mkutano tu. Gives you the power kukemea vitu. Na mtoto wako ni mgonjwa na tayari you are empowered, unazungumza na ule ugonjwa na unakemea na ule ugonjwa, unakusikia, unatoka kwa sababu ya nguvu ulionayo. So the power doesn't give us safety kwa mkutano tu, lakini atupa usalama hata katika jamii zetu. Amekuja nani ana shida, unamwombea. Ni mumeo ana shida, ni mtoto wako ana shida, ujasiri na nguvu za upande wako. Unajua tu of course magonjwa hutoka ng'ambo ile nyingine. Na unamwamuru shetani, unamuru huyu utaachia kwa jina la Yesu. Achilia mwanangu kwa jina la Yesu. Achia huyu mtoto kwa jina la Yesu. Inakuwa si kemeo kavu, ni kemeo lenye power. Na lile pepo linasikia, linaacha mtoto anakuwa sawa. Unaongea na ule ugonjwa, unauamuru, unakusikia maana una masikio. Because you have power throughout. Uko moto na hutoi amri kavukavu, unatoa amri zilizo na moto. Haupigi shati pasi na pasi ambayo haiko kwa moto, iko connected na moto na imeshika, kwa sababu kinachonyoosha nguo ni moto ulio katika pasi. Lakini kama haiko connected kwa moto, hata ukapress vipi itainuka imekujana tu. So inaweza kuwa ni pasi, ni kweli kazi yake ni kunyoosha nguo, lakini unaipiga ikiwa baridi, hainyooshi. Maana nguo pasi hainyoshi kwa sababu ni pasi, inanyosha kwa sababu is connected to the power. So you can be a Christian, kweli kazi yako umepewa amri hiyo, kazi hii ya pasi ni kunyosha nguo jamani, lakini bila kuipatia nguvu husika, nguo hainyoki. Kwa hiyo ni Mkristo kweli, but when he is not connected to the power, nothing happens. So wakati huu mpendwa, unapofunga na kuomba hivi, elewa ya kwamba sio kutumishwa unatumishwa, wala kuteswa unateswa, ni kwa manufaa yako. It gives you the power. Hata kule kwako ukiwa nyumbani sasa hivi ukiendelea na maombi namna hii, you can drive anything. Umeambiwa unaweza kuhamisha milima. Angalia Yesu anaongea habari ya mtoto aliyewashinda kutoa mapepo, lakini ameongea juu ya nini? Akasema mkiwa na imani kama kuja radali, mnaweza kuambia mlima huu ng'oka hapa uende pale na itafanyika. Lakini nasema bora tu, mradi tu umefunga na kuomba, kwa sababu vitu vingine vitakuwa vinakataa kukutii mpaka uvifungie.
na tunataka matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka matokeo. We want to be empowered. We want to have the authority. Tunaposimama pale tuna authority, hatukemei bure. Kimekuja kitu pale cha ufalme wa ng'ambo ile nyingine, una nguvu kuiliko, unaagiza vitu na vinafanyika na mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo tutio nguvu wapendwa, tuelewe ya kwamba jambo linalolifanya hivyo ndio huwa kunatokea. Sisemi kwamba nimeyasema yote, lakini ni baadhi ya mambo. Ujue ni kwa nini mwokovu anastahili kufunga. Kuna faida gani? Ni nini huwa inapatikana ninapofunga na kuomba? Ni kwa nini? Kwani au ni dini tu? Maana wengine wanafanya tu kama dini, kwamba ikifika mwezi fulani dini yetu huwa tunafunga mwezi mzima, kwamba ikifika sijui ni Jumatano gani, sijui ni Jumatano ya nini, hatukuli nyama. Ikifika hivi huwa hatufanyi hivi. Hiyo ni taratibu zimewekwa. But to us Christians, to us born again men and women, hatufanyi vitu kwa sababu vilisemwa. Tunafanya vitu kwa sababu kuna matokeo yake. Bwana asifiwe. Kuna kitu tunataka kuachieve. Tuko kwa maombi ya kufunga siku hizi tunazoendelea nazo kwa sababu tuna lengo tulilonalo. Kila mmoja anajua ni kwa nini tunaomba. Na itakuwa vibaya sana wewe ukiulizwa mnafunga siku ngapi? 7. Mnafunga siku ngapi? 10. Mnafunga siku ngapi? 15. Kwa nini? Pastor alisema tufanye hivi. That's a very poor answer. Wewe ni mtu uelewe nini unafanya. Na wewe ustahili kufunga kwa sababu kama unafunga kwa pastor alisema, wewe uelewe, kula chakula chako. Maana yake unalifanya sasa, hutatupa mishale pale panatakiwa, utakuwa tu hapo. But when you have the understanding, unapolifanya hata ukiulizwa unasema kuna adui tunapigana naye. Kwa nini mnafunga na kuomba? Kuna kazi iliyo mbele yetu tunaenda. Kwa nini mnafunga na kuomba? Kuna mlima tunataka kuhamisha. Not because pastor amesema, not because ilitangazwa, no. There is a mountain we have to deal with. That's why we're empowering ourselves. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atubariki, na tuna dakika nzuri tu. Fikiri kuna muda karibu lisali zima la kuomba, sababu tunastahili kutoka hapa 5:30 na sasa hivi naona haiko mbali sana. So Mungu awabariki. Nataka tuwe na muda wa kufanya maombi. Nafikiri tumepata mwelekeo sasa. Tunajua nini tunafanya. We are telling God to empower us. We are telling God to equip us. We are attacking the kingdom of the enemy. Pia we are pulling down strongholds, tunaangusha ngome, tunachukua utawala kama tunavyosema. There is a lot that we are doing in the spirit wakati ambapo tunapoomba. Ni vyema kuomba katika uelewa. Uwe unaelewa ndio uombe katika uelewa.